Robert, habari ya siku nyingi mtususa. Tutupa, tumekumesije. Kweli ajaje sana. Ajaje muda. Majukumu tu yalibana lakini nipo. Karibu tena. Asante sana. Leo kwa wewe ambaye ulikuwa labda umepitwa, inawezekana ni msikilizaji mpya wa EFM, inawezekana ni msikilizaji mpya wa Uhondo. Tumekuwa na bwana Robert Ruben kwa muda fulani hivi, hizi wiki mbili hizi ametukimbia, mambo yalikuwa mengi. Ndiyo. Lakini huyu ni mshauri wa masuala ya ndoa, masuala ya familia, na pia ni mwandishi wa makala, mwandishi wa vitabu. Ana mambo mengi ya kutupa. Sasa leo tunatazama tofauti kati ya upendo na pesa. Mane. Mimi mwenyewe sielewi, nitajua leo wewe unajua? Kuna tofauti kubwa pesa na upendo. Maana sasa hivi wanaume wanalalamika, wanawake sasa hivi umpati bila hela. Hilo kweli. Siku hizi mapenzi hayaendi bila hela. Tunakutana nao na tunalalamikia. Na kweli wanawake ndio wametengeneza huo mfumo wa kupenda pesa. Hapana, pia inawezekana wanaume wametengeneza huo mfumo. Wametengeneza mfumo wa kutoa sana. Haijajulikana alianzisha ni nani, lakini yako makundi yote. Ishajulikana alianzisha ni mwanamke. Swebe subiri. Mwanaume mwingine Swebe, ili alipate mimi lazima atumie pesa yake. Nakwambiaje, tunabadilishana namba sasa hivi utasikia, "Halo, hebu nitumie basi hata kale chips." Sasa hivi hata dakika 20. Sasa hao mimi siwatambui. Wapo. Unajua nini Swebe? Sisi ndio tumesababisha. Kwa sababu gani? Kutoa huruma yetu. Sasa sijui ni huruma. Sina huruma. Sasa ile huruma ndio imetengeneza mazoea. Kwa hiyo wengine wameona bila pesa mambo hayaendi. Kweli. Mimi naweza nikasema wengi ni wale ambao kutokujiamini kwake. Kwamba yule mtu anaweza akampata kirahisi au domozege kwa kiasi fulani. Kwa anaanza kupenyeza penyenye. Mara hiki, mara simu, mara hela, mara nini. Automatically yule mtu anaona hapa kuna mipango. Kwa hiyo anaamini. Kwa hiyo anajiweka mipango. Lakini mimi naweza nikasema labda wanaume ndio wametengeneza mfumo huu. Ni kweli kwa sababu hiyo kama ulivyosema kutokujiamini. Lakini mimi naomba nitoe angalizo. Akija mtu akakaza kukutangulizia pesa. Nywele zikusimame. Huyo sio mtu mzuri. Yeye sikusimama, unajua hili nimekutana na devil hili. Hapa kuna namna. Shetani kwa nini tangulize pesa? Ndio. Aidha anataka kukutumia. Hilo nalo swali. Au mnyonya damu huyo. Inawezekana. Kwa sababu gani? Tutakuja kuona kazi ya pesa ni nini. Alafu tutaona kama pesa kwenye mapenzi ina apply ama la. Tulishasema siku zile kuna bidhaa. Ndio. Kwa hiyo mtu akishatanguliza pesa, unajua anakununua hapo. Anakununua. Na akikununua ndio yale mambo ya kuambiwa kwani unakosa nini wewe? Baki hapo. Chakula kwa sababu wewe si bidhaa tu. Anakuona kama kochi pale nyumbani au kama sufuria kwa sababu si amekununua. Ndio. Kwa hiyo mimi nitoe angalizo kwa wasichana ambao wanapenda pesa. Akija mtu akaanza kutanguliza pesa, nywele zikusimame. Lakini sasa hivi umekuwa ndio mfumo sasa hivi. Asante Bihindo hapo ameongea vizuri. Kwa nini zamani wanawake walikuwa hawaombi? Sasa washakanywa na baba zao nyumbani. Niache nimalize sio kukanywa. Ilikuwa mwanamume anajua wajibu wake. Huyu mwanamke anataka kutunzwa. Na hakuna mtunzaji nimemtoa kwao ni mimi. Ndio. Sasa hakuna sasa hivi kilicholeta omba mmezidi kukopa. Mwingine unamkuta mstaarabu, ukija utongoka kazini kulikatwa, nilipoteza hela, nilifanya nini, yule anatamani kuvaa, apendeze, ale chakula kizuri, awe nini. Lakini wewe kila utapokuja, huna. Na yule anaweza kustamili mwingine huwa sasa hivi, hata miezi 3, 4, 5. Lakini baadaye anaona, haya mambo au bwana kashazoea kuombwa huyu. Ngoja sasa na mimi akirudi tu na atakaimuuliza lakini sasa zamani ndio kwa huombi. Akija mwenye kafutika doti yake akanga au mwenye kujua kadeta chakula nini anakwambia hela yako hiyo katafute kitambaa chako mwenyewe. Unapaka shilingi yako 5,000, 10 au 2. Basi zamani ilikuwa nayo pesa yenyewe sio ya kutisha. Unakwenda lakini sasa hivi haya mambo ya kuombwa mmeanza wenyewe wanaume kwa ubahiri. Sio tu bahili na wanatanguliza pesa ili apate anacho. Mwingine anatanguliza kweli hii. Hilo domozege ndio hilo tunatakuita dada. Wewe mwenyewe mwanamke hasa ulokamilika usheta. Pengine na mtafiki yake yuko mbele.
Au mwingine ametapaka kapita pale. Kwani mimi kaka? Mbona kwambia hapana dada, nilikuwa namuita yule. Maodari ndio wanaunganishia. Ni wewe njoo. Haya, huu ni muhtasari. Hebu tufungue yote atatuambia bwana mkuu. Tufungue. Lakini mpango wa kombo umeanza nyewe. Sawa. Sasa pesa inatengenezwa. Sawa. Upendo au mapenzi hayatengenezwi. Kwa hiyo narudia pale pale, mtu anayekuja na pesa kwanza jiulize kawahonga wangapi. Siku hizi nasikia wapo pia wanawake sio wewe kakuona mafundi anakutangulizia. Jiulize kashawapa wangapi na wewe ni wangapi. Umeona? Kwa hiyo pesa ni kitu, mapenzi au upendo ni utu. Mapenzi hayanunuliwi. Naam. Hayako. Wewe niambie duka gani wanauza mapenzi? Hakuna. Wenyewe ndio wamefanya, wenyewe ndio wamekuwa maduka. Bana yafanya kwa ndio. Mwenye mapenzi ya dhati anaogopa hata kumuomba mtu wake. Kabisa. Yule anaupenda hasa nampenda mume wangu bwana wangu au nani. Wallahi usiku tukumtamkia namba 500, 200. Wewe kila atakuuliza ukaza hamna neno. Unajua kwa sababu gani? Kama Kasim Mganga siku akija hapa yule ametokea Manza Bay. Kule kwao wanawake hawaombagi pesa. Isipokuwa anafanya majukumu yake, alafu baba mwenyewe asubuhi unaacha kama 50 unauliza inatosha. Kwa sababu gani? Tulimwongelea mwanamke mama bora hapa. Mama akisimama vizuri kama alivyosema Bihindu miaka ya kwao. Ukisimama vizuri baba ataacha. Kabisa. Lakini tuelewane vizuri. Hamnunui yule mama. Lazima yule mama aishi, lazima nyumbani kupikwa kuliwe. Isipokuwa siku hizi ni kwamba swebe hujatia vocha, simu yako ipokeleni. Hujampeleka mtu sijui chakula cha usiku hoteli zile za nyota sijui 10, message zako hazijibiwi. Mimi ndo nina ugomvi na hapo. Yaani kwamba lazima umpe pesa ndio akupe kitu fulani. Sasa ndio tukasema hawa ni bidhaa. Kwa sababu dukani ukienda huwezi kuitoa ile soda bila kulipa pesa. Ukishanunua ile soda, ukiamua kuimwaga ya kwako. Ukiamua kuinywa ukalamba chupa ya kwako. Sasa huyu unayemnunua kwa kitu fulani, ukikitumia unavyotaka wewe, atalalamika. Kinunua hamna. Hawezi. Anaanzaje kulalamika? Si umekilipia? Si bidhaa bwana. Yes ameweka asili biashara. Sasa sufuria hii. Tuangalie kazi za pesa. Wachumi wamesema pesa ina kazi 3. Sawa. Kazi ya kwanza inaitwa medium of exchange. Maana yake ni nini? Unatoa pesa, unapata bidhaa. Sawa. Hiyo moja. Hiyo kazi ya pesa, unapata bidhaa. Tarudi. Uhondo. Tuendelee. Tuliambiwa kuna kazi za pesa. Tutazame kazi za pesa. Kwanza kazi ya kwanza tukaambiwa unatoa pesa ili upate bidhaa. Kazi ya pili ya pesa inaitwa unit of account. Kwa maana unit of account. Unit of account. Maana yake ni nini? Ile bidhaa inathaminishwa, kwa mfano maji haya yaliyoshika. Yanauzwa shilingi 200 kwa mfano. Ndio kazi ya pesa nyingine, kutia thamani kwenye bidhaa fulani. Wewe mteja ukija unasema hapana, haya maji haya shilingi 150. Mfano mdogo kwenye korosho. Mungu akaithaminisha mpaka kwenye kilo ya shilingi 3,300. Sasa ile kazi ya pesa ndio unit of account. Kwamba pesa imethaminishwa kwa kilo moja shilingi kadhaa. Hiyo ndio kazi nyingine ya pili ya pesa. Ndio. Kazi ya tatu inaitwa store of value. Kwa maana kwamba swebe una shamba kule Kinzudi. Ndio. Ile shamba lako wanalithaminisha kwa labda milioni 3. Ndio. Hiyo ndio kazi nyingine ya pesa. Mimi nina mfano sio mzuri. Yaani mahakamani kule kuna mtu ana shida. Wanasema leta mali sio ameshika ya milioni 10. Ndio. Unasema mimi nina hiki. Wala wanakiangalia wanatananisha wanasema kweli na milioni 10. Kwa hiyo au na nyumba. Au nina sana ni kiwanja na nyumba. Vitu ambavyo havinishiki. Kwa hiyo wanathaminisha, wanasema kweli hii thamani yake ni kiasi hiki. Kwa hiyo hizo ndio kazi kuu 3 za pesa. Upendo haumo. Nimepekwenyua kila mahali kwenye kamusi, nimeangalia historia mpaka wa China walipoanzisha hiyo paper note miaka 740 before Christ, au makabila sijui ya Mesopotamia, yote nimepita huko. Sijaona hata sehemu moja ambayo pesa inatumika kununua upendo. Sijaona.
Kwa hiyo upendo sio bidhaa. Upendo sio bidhaa. Sasa hapo upendo kama usingizi. Taka ustaka, usebe lazima utakumbana nao tu. Ndio. Kwa hiyo hawa walioleta pesa inunue upendo, sijui wametoa wapi kitu hicho. Ndio tumesema pengine sisi wanaume ndio tumesababisha. Mlikuwa mnatumia pesa kwa kununua upendo. Sisi yani tunaweza tumesababisha, lakini kwa sababu ya huruma yetu. Sisi tuna huruma. Huruma ipi bana wewe? Sisi tuna huruma. Kwani wanachukulia fursa? Wakatumia kama fursa hii sasa kutuumiza. Imefika sehemu. Ngoja, mimi siwe belewi unanihitaji, unatumia pesa. Unanihurumia kitu gani? Labda umefika sasa toka juzi zenyewe. Sasa nyingine hata sijasema vingine, hata sijasema. Sasa ukianza kujiongelesha vitu ambavyo unaona kabisa viko nje ya uwezo, sasa hapa inahitajika fedha. Basi chukua ile nenda saluni. Ile huruma. Matokeo yake yanakuwa mazoea. Kwamba sasa namna ya chips, yani hata chips mtu akupigia simu, namna ya chips ili iweje? Uhondo. Naitwa Dina Marius, nipo na Swebe Santana, RDJ Mami kwenye mashine. B Hindu pia yupo hapa. Tupo na bwana Robert Ruben. Tuna yajenga masuala mbalimbali ya maisha yetu ya kila siku, hasa katika mahusiano, katika ndoa, na hapa tunazungumzia utofauti kati ya upendo na pesa. Na tumeangalia kazi za pesa kwanza. Tumeziangalia kazi za pesa, tukasema kwamba pesa unatoa pesa ili upate bidhaa. Yaani ni mbadilishano, kwamba nakupa pesa unanipa bidhaa fulani. Na pia pesa inatumika kuithaminisha bidhaa, kwamba hii bidhaa hii 200, hii 1000, hii laki, hii milioni 10, hii hivyo, yani si ndio? Kuna kuipa thamani. Na tatu ilikuwa ni gani? Store of value. Hiyo ya pili inaipa bei, sio kuithaminisha. Kuipa bei. Kuipa bei. Alafu ya tatu ndio unathaminisha sasa. Ndio unathaminisha, okay. Kwamba eneo hili ni milioni kadhaa, au saa hii au nyumba hii ni kiasi kadhaa. Ndio tulikuwa hapo sasa. Kwa hiyo ni kubadilishana, kutoa bei na kuthaminisha. Na tukafika conclusion kwamba hamna mahali iliwahi kuonekana kwamba pesa inatumika kutengeneza ama kuunda upendo au inanunua au kununua upendo. Hakuna. Kwa hiyo pesa ni kitu, upendo ni utu. Upendo ni utu. Okay. Unatoka uvunguni mwa moyo wa mtu unakwenda kwa mtu. Pesa inatoka mfukoni. Hatari sana hivi vitu. Na ile kutoa pesa kwenda kumuoa mtu, ile ni mahali. Unakwenda kununua nini? Ile ni mahali. Najua mahali na nini, lakini unakwenda kununua nini? Upendo au kitu gani? Hapana. Mahari hii ndio hata kwenye vitabu vya dini, mahari ni kama heshima kwa wazee, kwa ajili ya ulezi mpaka kufikisha pale. Na ndio maana mahari haigombaniwi, kwa sababu ukishaanza kunegotiate mahari, yule anakuwa bidhaa. Yako makabila nafikiri wa Ngazija mahari hawatoi. Mke anaulizwa, umempenda Swebe? Ndio. Mke akithibitisha, Swebe akithibitisha, wanaambiwa kwa nini. Kwa hiyo yule baba Swebe sasa aseme wazee nawapa shilingi 200 hii, poleni, lakini huwapi kwa thamani ya kumlea yule, hapana. Hiyo thamani haipo. Ni kama asante. Ni unasema token, ni kama token. Ndio mahari. Bihindu unataka kusema kitu? Mimi nishahudhuria harusi za Wangazija. Hawanaga mahari. Kuna mwingine anatolewa msahafu, unataka wewe mwenyewe, lakini pesa kwa Ngazija inatumika na kwa njia zake vile vile. Lakini kadiri unapokwenda pale, jua pesa inatumika kwa njia nyingi. Lazima umuone mtu uanze kumpenda moyoni mwako, au utamwashiki na nini, tutakwenda kwao kuuliza na kwenda kumuoa. Lakini itatoka pesa. Je, ile pesa nayo si imekwenda kununua upendo? Hapana. Imekwenda kununua nini? Nyinyi mlishapendana kabla. Ile pesa wanapewa wazee, hapewi binti. Mahali mama. Kisheria ni nini? Hata ingechukua milioni 3, anokula mzazi kote ni mkaja, na kama kuna mila za kina bibi na babu, lakini mahali anaulizwa mwenyewe. Anakwenda anaulizwa, bibi, barua imekuja fulani, unamfahamu na hili nishasoma. Naambia mahali yako nataka kiasi gani? Nataka milioni 700,000. Mimi mwenyewe tunajuana jamani, 200,000 tu.
senti 5 mtu asichukue mzazi wa aina yote. Lakini pia kwenye hili Bihindu inategemea na tamaduni. Hii umeongelea kwa upande wa dini ya Kiislamu, si ndio? Lakini kuna tamaduni tofauti. Kama unavyojua Tanzania yetu ina makabila mengi sana. Na kila kabila lina namna yake ya mahari. Kuna wengine hawapokei hela, wanapokea labda mnyama, kitenge, jembe, yani hivyo. Ndio hiyo nimesema. Kwa sasa kwenye mahari kuna utofauti. Kuna kwingine hakuna pesa. Ni vitu tu. Hizo harusi anazokuambia mimi nimehudhuria, wale wazazi aliweza mabinti wawili, hakutaja pesa. Na ilitamkwa hadharani. Akamwambia yule mwanaume, sikutajii pesa ili usiende kumnyanyasa mtoto wangu, ukasema ulimlipia, nakupa bure. Ukimshindwa mrudishe bure. Kwa hiyo wao waliamua hivyo. Wengine wanaweka hivyo wenyewe. Baba wewe nini si nimekutoa hela kwenu wewe? Kweli inatokea mtu anasema mpaka kula hii mimi jamangu kaolewa ndugu yangu, basi kila atachokula kwenu ulikuwa unakula hizi. Nyama alikuwa anakuja na ikiwa machapati, malosi, manini anakula. Lakini baada ya kumwahi kumpeka kwake akawa anamwambia hayo ule kulala kitanda. Alitoa mahari nyingi? Mahali gani na 500 tu hiyo. Upendo na pesa ni tatizo kubwa sana. Na wenye nalo hili inabidi wapate ushauri mapema. Yes, otherwise wanaondoka kweli. Ndio pale mtu anakunywa pombe kupita kiasi, halali, anakula ovyo ovyo. Hajijali tena, hata akiumwa kwenda kwake hospitali labda mumbebe. Umeshaona wale watu hata umwe vipi aende hospitali. Inabidi abebwe. Huyo kashazidiwa sana. Kwa sababu gani? Haoni tena ule thamani wa maisha. Kwa hiyo upendo ndio unaunganisha dunia. Na hii dunia hiyo miaka kabla ya paper note haijaanzishwa kulikuwa kuna system ya barter trade. Yes. Watu waliishi. Na ni upendo ndio uliwaunganisha. Bana Dina, wewe una mahindi, mimi nina maharage. Sio wewe una mbaazi, labda mimi nina unga, tubadilishane. Dunia ilienda. Uhondo. Tumerejea kwenye upendo pale, tuko kwenye upendo sasa. Upendo bana, kama nilivyosema, ndio unafanya dunia inakuwa mahali salama pa kuishi. Naam. Hivi tukiambiwa tuchague dunia ibaki na upendo au ibaki na pesa, tutachagua kipi? Upendo kwanza. Chagua upendo. Kwa sababu bila pesa, upendo ukiwepo dunia inaenda. Dunia ikiondolewa upendo kabaki pesa, patakalika kweli hapo. Utazila saa ngapi hizo pesa zako? Ndio maana kuna baadhi ya maeneo watu wapigana bunduki kila siku. Na wana hela balaa. Na wana hela hao matajiri. Kwa sababu upendo umekosekana. Hakuna upendo. Yaani pesa zinatumika kuzalisha zana za kujilinda dhidi ya kutokuwepo upendo. Siku hizi wanadamu wanajilinda zaidi kwa wanadamu wenzao kuliko wanavyojilinda kwa wanyama na hatari mengine. Yes. Yaani wanadamu tunaogopana zaidi kuliko tunavyoogopa wanyama. Unajua Mungu mwenyewe ni upendo, si ndio? Na ndio maana kwa upendo wake akatuma mitume miaka hiyo waje kutupa maneno mazuri. Leo hii wenye mamlaka wakasema bwana, ondoa pesa kwenye mzunguko. Dunia itasimama? Haisimami. Ndio. Kwa sababu gani? Upendo ndio umeendesha dunia na si pesa. Sasa Pesa ni matokeo ya upendo. Miaka ya zamani wakati hamna pesa, watu bado waliishi na maisha yakaenda. Kwa hiyo naomba sasa nimalizie kwa kusema kwamba kwenye hichi kipengele cha tofauti ya upendo na pesa. Narudia pale pale, pesa ni kitu. Upendo ni utu. Pesa inatafutwa, upendo mtu anazaliwa nao. Taka usitake Dina, upendo utauhitaji. Na ndio maana Bihindo pale alikuwa ananiambia off air, kuna wengine upendo amemsha kwa wanyama. Ameona kwa mwanadamu mwenzie haupati. Kwa ndugu zake hawapati. Haupati kwenye familia, basi anaamua kufuga paka, mbwa kama sio ulivyosema, mbwa anampokea mtu mlangoni. Kwa sababu gani? Upendo ni hitaji la lazima. Sawa sawa. Hatuhitaji pesa, tunahitaji vitu. Sawa sawa. Na ndio maana Dina hapa nikikupa shilingi 50, hutaenda kuichemsha unywe chai. Utaenda kununua viazi. Nikikupa 100,000 utaenda kununua nguo. Kwa hiyo hatuhitaji pesa, tunahitaji vitu. Sasa tukiunganishwa na upendo, vile vitu vinapatikana kirahisi. Muangalie Bill Gates na mke wake. Wale walishaunganishwa na upendo kabla Bill Gates hajawa tajiri. Na ndio maana mpaka leo wapo. Lakini wangeunganishwa na pesa, wasingefika mbali. Ndiyo. Kwa mfano mtu mkubwa duniani. Umeona kina Barack Obama. Barack Obama, angalia alipokuwa rais ndio kama upendo sijui ukazidi. Yaani ulidabo. Kwa sababu wale ukisoma historia yao
walikutanaga chuo miaka 90 michache huko. Wakapendana wakaoana. Ndio maana hawana chochote. Hawana chochote. Apecha lolo. Ndio maana Obama amekuwa rais. Wanasemaga rais wa Marekani ni sawa na rais wa dunia. Yes. Kwa hiyo ni kama amekuwa rais wa dunia lakini haijambadilisha upendo kwa mke wake. Kwa sababu gani? Wale walishaunganishwa na upendo. Ule urais umekuja kama ziada. Na upendo ukazidi. Na upendo ukazidi. Ule sana upendo wa kweli. Lakini angalia yule alimfuatia. Juzi nimeona clip moja, mvua inanyesha, mama yuko kule, jamaa yuko huko. Kwa sababu huyu kipaumbele chake ni pesa. Ndio. Ndio maana ile neno care kwake linampa tabu sana. Sema care. Care, what is care? Yaani yeye hajui profit zikishakaa, care mtakaa nayo nyinyi. Kujali, yani neno kujali kwake hakuna. Yeye anachokaa ni profits. Na hivi kwa nini watu wengi ambao wanakosa upendo wanakuwa wababe? Kitu gani ambacho kinawapelekea wawe wababe? Watemi. Ile social dissociation ikishaanza kumtawala kwa kuficha ile aibu ndio anakuja na ubabe. Hana huruma, hana utu. Yes. Sasa kwa sababu ya pesa, dina saa 2 uje dina Swiss fulani. Anatumia ubabe lakini kumbe kimoyomoyo pale anaomba dina sikatae. Lakini kwa sababu ya nguvu ya pesa na ameshatengwa, inabidi sasa aigeuze ile nguvu ya pesa kumtaka dina aende mahali wakale chakula cha usiku au wakazungumze kwa sababu ya nguvu ya pesa. Upendo ule hana tena. Na kwa sababu pesa yake imemfanya akajiona yeye ndio Mungu mtu, watu wakamwacha. Au wapo wale wengine anasema Swebe, namtaka mtu fulani saa fulani umlete. Hii hapa milioni 10. Wewe utaenda utahaa mpaka umpate mtu. Utapigiani magoti bwana tafadhali. Nenda. Tazalika. Twende. Mimi namheshimu sana huyo. Kumbe umepewa pesa. Sasa tukamilishe maana hii ni block ya mwisho. Kama tunabaki na viporo tujue. Sawa. Hivi tuliishia wapi? Tuliishia kwamba tumeongelea kazi za pesa na tukaongelea za upendo. Sasa tukasema upendo ndio unaunganisha dunia. Pesa isipokuwepo dunia inaendelea. Dunia inaenda. Kwa sababu ilishakuwepo siku za nyuma na dunia ikaenda. Kabla hawa walitengeneza paper note. Kutuletea shida duniani. Kabla haijaja pesa hii. Sasa baba, kwa sababu nataka niende na mfano wa Swebe kwamba wamama mara nyingi ndio wamekuwa wakitakataka pesa. Baba haombi pesa. Mwanamke anayejiamini pia anafanya wajibu wake. Huyu baba mwenyewe ataona kucha sijapakwa rangi, atakwenda na saluni. Mwenyewe ataona viatu vyako bwana umevaa miezi 3, badilisha. Na hapa tunamwongelea yule baba ambaye tulimtathmini. Yule wa kwanza. Na tunaongelea mama huyu tunamwongelea. Tulimtathmini. Maana katika tathmini yetu tulipata wababa, tulipata wanaume, watoto wa kiume, tulipata watoto wa kiume, tulipata na wavulana. Kwa sababu unaweza kaa upo na familia na mume lakini ni mvulana kimwenendo. Inawezekana wanawake wengi tu. Lakini akawa ni mtoto tu wa kiume na sio baba mwenye mwenye vigezo vyake vyote. Sawa. Kwa hiyo swala la utulivu hilo ni la msingi sana. Mwanaume baba akipata utulivu ataona. Yaani wewe wala unaje kumwambia, unajua ukishaanza kumwambia mwanaume naomba pesa ya saluni, ataanza kukutia mashaka. Kwa sababu gani? Akiwa yeye hana, nani atakupa mwingine? Na hiyo tabia kwa mama umeitoa wapi? Ndio. Bihindu hapa ametuelezea vizuri, enzi zao wao huombi pesa. Wewe unafanya wajibu wako, unafanya majukumu yako, baba mwenyewe anakuja na jumu lina nyanya, vitunguu, mchele na bado atakuachia hela ya nyama kesho na change ya kununua vitu vyako vidogo vidogo. Si ndio maana wababa wa zamani walikuwa wanakula vipaja vya kuku. Ya baba hiyo. Kwa sababu gani? Mama ana upendo na mtoto unakula shingo ya kuku, baba anakula paja ya firigisi. Tena sisi tuliambiwa uchuro kula firigisi. Kwa hiyo hata ukikuta mezani usubutu. Hiyo ya baba. Anakula baba tu. Anakula baba tu. Kwa sababu gani? Baba anafanya majukumu yake na mama anafanya majukumu yake. Sasa baba akiona anapata utulivu nyumbani kwake. Ndio. Kazini stress, labda barabarani stress, akirudi nyumbani mama anampokea vizuri. Mama anafanya majukumu yake, ndio baba utasikia hizo nywele bwana wiki ya pili kabadilisha. Sizipendi bibi. Anapiga muamala unaenda saluni. Akija siku nyingine, baba vipi, pole na kazi, karibu nyumbani na kadhalika. Mama akifanya majukumu yake, hilo tenge bwana, hebu badilisha. Yaani baba mwenyewe ataona. Vinaonekanaga, sisi tunaona kwa macho. Umeona? Ndio. Lakini sasa ukikuta baba
anataka kufanya hivyo, alafu mama analeta fujo. Utavaa tenge mwaka mzima. Utavaa ndala mpaka zitoboke katikati. Mbona watakutia ndo alama yako? Yeye akifanya wewe namna yangu vipi? Unaniita? Hapana. Choka leo mtu wangu. Kifua kimenibana sana. Nafikiri labda umeniita au vipi? Basi mwenye kupe mali. Labda hiki. Pale unamnonea na yeye anazidi kuninyosha kwenye kiti. Umemshika hapo mmoja lakini sio leo. Leo ni tofauti. Mama zamani akwambia umechoka. Basi ngoja kutalisha vijichai unaona. Msosi wewe. Kwa zamani ulikuwepo? Nilikuwepo mimi. Nimeona wazee walipokuwa wakifanywa mimi. Sikubaliwa kwa mafungo mchinjo wa Bwana. Mchinjo wa Bwana. Ndio. Lakini hata sasa hivi kuna kina mama wanafanya. Mtu unaweza kuchukua matando. Mtu akila matando unaweza kumpiga hata mwanao mpaka mchana. Wachache. Nani alikuwa ndio matando? Nani alikuwa ndio yale anakonda kunda na kumchuzi kidogo na nini hasa yanafunikwa na kisani peke yake kwenye sinia ya chakula. Matando yale ya juu ya Bwana sio chini yanasagwa ile yananukia ajabu. Sasa pale juu tunaweza kuweka kishirigisi huku mzima kwa wali nini kiko pembeni vijindizi kiko kwenye matando peke yake bado hajala mfusi kamili. Huyo baba anaandaliwa. Sasa baba akifanya hivyo ataachaje kupita sokoni? Ataachaje kukuletea tenge, kanga na kadhalika? Sasa wamama wa siku hizi bana, wanatupiga virungu sana. Tunakomeshwaje na virungu? Hujatulia una wewe swebe umeoa. Mnatukomesha. Hapo unamwongelea mkeo. Hapana, wa siku hizi. Katupa jiwe gizani. Mkongwe. Usimuulize kwenye kundi hilo. Mkongwe anajua majukumu yake. Sasa kwa nini unaongelea wanaume wengine? Sina waonea huruma wanaume wenzangu. Baba wenzangu naonea huruma. Unaongea kwa stress sana. Wanaletea kesi zao. Nyumbani unapiga. No, wanaletea kesi zao wanasema yaani jana tu nimepeleka sijui kilo 2 za nyama, leo tena naambiwa sijui mchele umeisha. Wababa wanalalamika huku, mimi nawasikia na waonea huruma sana. Wangekuwa kama nyumbani kwangu mbona wangestarehe. Napata shida sana. Amebadilisha gia ya sisi tunastarehe wengine. Maana unaweza kurudi nyumbani ukafinywa kashavu. We. Kuna wakati unaweza ukawafinywa kwa mahaba. Kama wale wanaume wa Mbeya siku ile wasema tunapigwa kwa mahaba, sio kama tunashindwa kuwapiga wake zetu. Tuna uwezo wa kuwapiga lakini tunapenda sisi wenyewe kupigwa. Ile wanaume wa Mbeya walitoa kazi. Sasa inakuwaje kwaje? Wako wa mama siku hizi anayo nafasi ya kumpikia mume wake, lakini mume hajawahi kula chakula cha mkewe mwaka wa pili. Kwa sababu mke yuko bize na vigodoro, yuko bize na vichempati na kadhalika na kadhalika. Na misuto. Na au hiyo misuto. Na sasa hivi mama anafanya kazi makazini. Sawa, lakini kufanya kazi kwa mama basi hata weekend tunashindwa kusema Jumapili moja. Leo. Huyu baba asiende kuangalia mpira. Niliwahi kuongea siku moja kwenye Bashirafu nikasema wanawake wawe wabunifu, hebu mdistract mume. Baba anataka kwenda kuangalia mpira. Si unamwona kashava? Hebu kuwa mbunifu, msababisha asitoke. Asubutu anayaweza. Unapita pita pale na kanga na nini. Ghafla anaahirisha anasema sasa kuangalia mpira. Mpira unachezwa huko nyumbani kwenu. Haondoki. Hiyo Manchester City na Man United. Humo. Sasa goli tatu zapatikana humo wote. Unaweza patikana humo Manchester na humo nyumbani. Kuna baba ashasikia Cristiano Ronaldo anacheza Juve sio na Manchester. Cristiano Ronaldo na mke wake nani bora? Unapita na kikanga chako yani akuelewe yani anawaza mechi tu akae na wazee. Mechi iko nyumbani. Kupita na kanga kwa nini unaonesha show? Kuna vitu vile vya kumgusa. Watu konje hii. Chongo. Kuna vitu pale kusimama na kwaga lakini anakuwa kwa nini ndo anacheza zamani? Sasa utarudi saa ngapi? Mimi tena ndo nakwenda zangu na mimi kwa watu na pande zangu saluni na kaya kipsuta nikuta ufunguo ndo huo hapo. Kavaa vizuri mwanangu anatoka. Kwanza jicho langu litavobadilika na kwenda pale kumwaga kumshika mwenyewe anarudi chini na ushaanza bwana hebu ngojea. Tunapaachaje hapo? Tupaache hivi kwamba upendo ni upendo, pesa ni pesa. Hivi vitu kamwe visichanganywe kwa sababu vikichanganywa ndio tafurani inapokuja. Inaleta shida. Kwa sababu ukimpendea mtu pesa siku akiwa hana itakuwaje? Ndio tunaitwaga umwa na mesuruali hana lolote. Kwa hiyo pesa ipate upendo. Yaani pesa hiyo ni matokeo ya ule upendo. Haya. Hatujamaliza jamani, tutarejea tena na haya mazungumzo. Mimi ni Dina Marius, niko na timu nzima ya Uhondo. Tukutakia alasiri njema.